ni namba ya kibali. Namba ya malango kuwa wazi. Katika jina la Yesu. Ninatangaza leo ulimwengu wangu uliofungwa ukawe wazi kuanzia sasa. Katika jina la Yesu. Yale malango ya kibali ninayaita kwenye maisha yangu. Ewe Roho Mtakatifu, kila malango ya kibali, kibali cha afya, kibali cha ufahamu, na kiita kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu. Ninakataa kulemewa na kila aina ya mzigo. Mzigo wa kichawi, mzigo wa kishirikina, kila nguvu za giza na zilani kwa jina la Yesu. Hazitanisumbua. Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, wewe ni Mungu wa kweli. Nyakati zangu za mwisho ninatangaza kuhifadhiwa, natangaza kuwekwa hai. Maneno haya na matamshi yangu na yafesha mwili na Yohana 1:14 katika jina la Yesu. Amen. Kaa kwa kiti chako kizuri, nikufundishe na Roho Mtakatifu afanye jambo jipya kwako. Haraka sana ukiandika kwa spidi, kwa sababu leo tunakwenda sehemu ya 3 kama sijakosea, lakini obviously nitaifanya kwenye sehemu ya 2 ya muhimu sana. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mko tayari kwa ajili ya kujifunza? Narudia, mko tayari kwa ajili ya kujifunza? Oya karaba sakatapa. Retika sakaraba Holy Ghost Jesus. Hebu tuende mahali pale ambapo tuliachia. Juzi tuliachia kwenye eneo moja la msara ambalo nitajaribu kuweka mambo sawa, na sitaji eko. Kama hujaweka vizuri itabidi nikuite uje uhubiri wewe. Sitaki eko. Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu sifa. Juzi tuliishia kwenye eneo la muhimu ambalo ningetamani sana turudie tena. Basi leo hapo jina ni eneo ambalo nilikuwa nao spidi sana nini, lakini tamani sasa tuweke sawa. Hii mic inapokatakata manake kwenye online pia hawasikii. Ndio maana nasema sitaki echo. Arrangement zitakazokaa mapema kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Shukuru sana kwa hiyo neema na kibali. Wale wanatufuatilia online wako wazi na wanatufuatilia sasa, lakini kumbuka tumekuwa na kipindi kikubwa na kizuri sana kilichoanza na somo nzuri la muhimu linalosema Roho Mtakatifu ni nani? Amen. So tuliweza kugusia kwa viwango vikubwa sana kwa habari ya Roho Mtakatifu, na nilitamani sana kila mmoja aweze kuelewa kwa upana habari ya Roho Mtakatifu. Amen. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu watu na watumishi wengi hasa wa Pentekoste huwa wanasemaga, natamani sana kiburi cha Pentekoste wakivunjwe. Hasa wa Pentekoste wanaamini kabisa kwamba hawataki kuamini kama kuna Roho Mtakatifu, lakini bado wanaamini kuna kujazwa Roho Mtakatifu. Yaani wanaamini hivyo kwenye kunena kwa lugha mpya. Yaani mimi ningetamani kwenda mbele zaidi na kuweza kuwafanya muweze kuelewa. Amen. Ili wakati pale utakapofika mahali abi unanena kwa lugha, basi Patricia aweze kutafsiri. Yaani tusende kwa lugha tu hivi alafu hamna translation ya aina yoyote. So ni muhimu sana kutambua umuhimu huo, kwa sababu usipojua sasa nini ambacho kinapaswa kuwepo, inakuwa ni shida sana kwenye maisha haya ambayo tuliokuwa nayo. Mtu mmoja anisaidie kusema amina ya nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mko tayari sivyo? Kwa lazima tuamini kwamba Roho Mtakatifu
yupo. Amen. Na Mungu wa nyakati za mwisho, yaani Mungu wa kipindi hiki ndio Roho Mtakatifu. Mungu wa nyakati hizi tunazoishi leo ndio Roho Mtakatifu. Mnaelewa? Lakini tunapaswa kukubaliana kwamba Mungu ni mmoja tu, ili tusiliache. Tujue Mungu ni mmoja. Yeye ndio aliumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na vile ambavyo havionekani. Yes. Unaelewa vizuri? Tuna Mungu huyu mmoja. Sasa unaweza niuliza, sasa kama kuna Mungu mmoja, kwa nini unasema Roho Mtakatifu pia ni Mungu? Na wewe jiulize swali hili, kwa nini Yesu ni Mungu? Mungu ni mmoja, isipokuwa utendaji wake. Mungu Yesu mbinafsi. Mungu tunayemtumikia aliumba mbingu na nchi na vitu vyote. Yesu binafsi. Mungu anaamini sana katika umoja. Na katika umoja huu yeye amesema ni umoja wa Utatu Mtakatifu. Sasa tulipokuja dini tulikuwa tunafundishwa hayo. Na tulipookoka sasa tukasema haya ni mafundisho nini? Ya dini kule, sisi hatuhusiani sana. Lakini ukweli unabaki pale pale. Mimi ni miongoni mwa wanafunzi wazuri. Ninaamini kabisa Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu mmoja. Amen. Kwa hiyo Mungu ni mmoja, only one God. Lakini Mungu ana nafsi. Yaani utendaji wake unakuwa wa kipekee. Mungu anasimama kama Baba. Yes. Namba 2 anasimama kama Mwana. Na namba 3 anaonekana kama Roho. Na huyo Roho sasa baki tu kwa Roho, anasema Roho Mtakatifu. Sasa ni maswali ambayo watu wengi wanajiuliza leo. Na wachungaji wengi wanafundisha hivyo. Lakini bado wanamkiri Roho Mtakatifu. Bado wanaamini utendaji wa Roho Mtakatifu. Mimi naamini kwa utafiti ambao nikaona ni vizuri tuanze kujadili kwa upana na tuweze kufurahia neema ya Mungu aliye hai, tuweze kujua kwamba kumbe Mungu ni Roho. Na kwa nini Mungu ni Roho? Kwa sababu hatumuoni Mungu. Kumbe Mungu ni Roho. Na nasema kwa kuwa Mungu ni Roho, wanaomwabudu Mungu namba 1 wanapaswa kumwabudu katika Roho. Namba 2 kweli, ambayo ndio neno. Kwa hiyo sasa usipate kuyumba sana. Jua Mungu yeye amejifunua katika Utatu Mtakatifu. Mungu anajifunua katika Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo inaitwa Holy Trinity. Huu Utatu Mtakatifu unaitwa Holy Trinity. Kwa hiyo kuna Baba, kuna Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini Mungu ni mmoja. Amekuwa Baba wakati gani? Amekuwa Baba mahali pale ambapo aliumba mbingu na nchi. Amen. Somebody say amen. Amekuwa Baba wakati gani? Amekuwa Baba wakati ule Yesu alijifunua na kusema kwamba nimetoka kwa Baba. Aliniona mimi, amemwona nani? Baba. Kwa hiyo moja kwa moja Yesu mwenyewe anatuambia ukweli kwa habari ya maisha, kwa habari ya maisha halisia ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuangalie, kwa sababu Yesu mwenyewe anajifunua katika upana wake. Anasema aliyemwona Baba ameniona, aliniona mimi nimemwona Baba. Si ndivyo? Na ilinipasa mimi niondoke, lakini nitakwenda kwa Baba
kuwaombea. Hapo Mungu anajifunua kama baba. Tumpigie makofi kama tunaweza. Hebu tuangalie andiko lile kama nakumbuka, tulienda mara moja pale, anasema imenipasa, anasema Yohana sura ile ya 10 na ngapi? 14, sio? Ule mstari wa 15 na 17 anasema, hebu tuangalie kidogo taratibu, lakini tutakwenda kwenye somo la msingi linaloitwa kwa chini ya dunamis and exousia. Hapo tutamalizia hapa. Hebu angalia semaji mwanangu, hebu tuende pale Yohana sura 14 mstari wa 15 na 17. Anasema kwanza, anasema if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. Anasemaje kwa Kiswahili hapo? Anasemaje? Anasema nami nitamwomba Baba. Kwa hii inamaanisha Pastor Nyoni, inamaanisha kwamba kumbe Mungu ni nani? Ni baba. Amen. Kama asingekuwa ni baba, Yesu Kristo asingetamka. Amen. Na watu wanauliza, basi kama baba, je, Mungu anazaa? Mungu alioa? Haya ni maswali tu ya kipuuzi, mnahitaji tu kuyaacha. Amen. Tunapaswa kujua Mungu anaweza mambo yote. Nisaidie kusema amina nguvu. Mungu anajua mambo yote. Mungu yuko mahali pote. Kwa hiyo kuna maswali ya uchokozi mitaani utakutana nayo, bali unapaswa kujua Mungu ni baba. Ni kweli, kwa sababu Yesu amethibitisha kwenye Yohana 14 ule mstari wa 15 na 17. Ule mstari wa 16 anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mstari wa 17 anasemaje? Anasemaje mstari wa 17? Anasema ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwamini wala hautambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Haleluya. Tumeelewana mpaka hapa sasa? Kwamba kumbe Mungu ni baba. Yesu ametuthibitishia. Tumpigie makofi Yesu Kristo sasa. Asi makofi ya Kristo. Jifunzeni kumpigia Yesu makofi mpaka mikono inauma. 1 2 3. Very good. Kwa tuna mpaka hapo tuna doubt. Ukiulizwa Mungu ni baba wapi, unafungua mimi napenda sana kuthibitishwa kimaandiko. Sawa mwanangu? Bwana Yesu asifiwe. Na because I'm a lawyer, mimi mwanasheria atuongee vitu hewani. Tunaongea kwa authorities. Amen. Kumbe Yesu anathibitishwa, anajithibitisha na anajipambanua kwamba mimi nisipoondoka hata kuja msaidizi ambaye ni Roho. Na huyo atawaambia, atawafundisha na atawaelekeza hata yale ambayo mimi sikuyasema kwenu, yeye atasema. Amen na kanisa zuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hamna swali hapo. Twende. Kwamba Mungu ni Roho. Wakati gani Mungu anaonekana kuwa ni Roho? Amen. Mungu ni Roho kwenye kitabu cha Mwanzo. Twende pale Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa ngapi? Ule mstari wa 2. Tunaanza kuona kwamba yeye ni Roho pia. Anasema na nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu. Display pale watu pia wasome kule. Tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Alafu roho hiyo, unaona kuna roho inaitwa herufi kubwa, Roho ya Mungu ikatulia juu ya nini? Tumpigie makofi. Kumbe Roho ya Mungu. Naeleweka vizuri kanisa? Kwa hiyo Mungu ni Roho. Niongezeni tena kidogo ili tupate kujua, wanafunzi wazuri wa kanisa hili. Hiki ni kipindi cha saa ya urejesho na nabii ambao makofi matatu 1 2 3. Very good. Hebu twende pale ili tujue. Twende Mwanzo mwanangu 2:7. Sasa hapo tutajua kwamba Mungu ni Roho. Mungu yeye sio bahiri. Mungu anaishi katika umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapenda unity. Mungu anapenda ushirika. Asa Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai. Ile living life ndio Roho. Amen. Kwa ndani yako wewe kuna Mungu,
ndani yangu mimi kuna Mungu anaitwa Roho. Makofi tena kwa ajili yako peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpaka hapa tunaenda sasa, ili tujue kwamba Mungu anafanya kazi katika utatu. Ile utatu mtakatifu unaitwa Holy Trinity. Kwenye maombi yako nyakati za mwisho, Yesu anasema mtaomba maombi yenu kwa jina langu. Sema ndio. Maana Yesu ametoa authority, mamlaka, kwamba tutaomba kwa jina lake. Pamoja na kuomba, utaomba, utakemea, utafukuza matibabu, kila kitu na nini, lakini mwisho wa siku unasema kwa jina la Yesu. Sivyo? Kwa jina la Yesu na amuru. Kwa jina la Yesu na amuru. Na amuru jambo hili litokee. Na amuru jambo hili litokee. Lile lisitokee kwa jina la Yesu, kwa sababu Yesu amesema kwa jina langu, ombeni kwa jina langu. Hakusema kwa jina la Roho Mtakatifu. Amen. Bali kwa jina langu, kwa sababu yeye amejitamanisha kwamba yeye ni njia, uzima na kweli. Kwa namna hiyo basi mtu hata kwenda kwa Baba pasipo yeye. Sasa Roho Mtakatifu anasimama wakati gani? Roho Mtakatifu anasimama kama shahidi mwaminifu, ambaye huyu ndio Mungu wa nyakati hizi za mwisho. Mimi ningetamani mshirika wewe unanitazama na kule, piga makofi makubwa, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio Mungu wako nyakati za mwisho. Umewahi kufika mahali hadi unaambiwa mka omba? Umewahi? Ile sauti ukienda nayo, safi sana. Ukijua tu hivi, amka, unalala. Kadri unavyozidi kulala, wakati umesikia, ndipo unapohusunisha utendaji kazi wa Holy Spirit. Kadri unavyozidi kupuuza mambo, unahusunisha utendaji halisi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio kumchukulia poa Patricia. Msikia mwanangu? Roho Mtakatifu ndio energy. Wangapi wanakunywa energy? Energy. Ushakunywa energy? Mwanangu, wangapi wameshakunywa energy? Holy Spirit of energy. Ni nguvu za energy. Hapo kule energy. Yeye energy anafika mahali ukifa unachoka. Hebu twende tukasema tumuone huyu Mungu. Yeye afanye kazi hivyo hivyo, bali anafanya kazi katika utatu. Twende Mwanzo sura ya 1 mstari 26. Hapo tutasomea. Soma kwa sauti kuna display. Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 26. Bwana Yesu asifiwe sana, kanisa nzuri. Haleluya. Amen. Nani ananielewa mpaka hapo? Nimejaribu kuweka introduction na wale wanatazama, ni vizuri pia kwa display kule, ili tuweze kujua somo la Roho Mtakatifu ni somo tata. Watu wengi sana na wachungaji wengi na watumishi wengi hawataka kulifundisha, kwa sababu wanadhani vitu tu basi, tuna Mungu na tuna Yesu, wanaamini hivyo. Lakini mimi ukiniuliza maswali, unaamini? Mimi naamini Mungu mmoja. Amen. Lakini Mungu utendaji wake kazi, anaweza kufanya kazi katika Roho ambaye anaishi ndani yangu. Amen. Na Yesu Kristo yeye aliacha kaburi, alishinda mauti, na akanipa oda ya kwamba nitaomba kwa jina lake. Kwa maana wakati naomba kwa jina lake, Roho Mtakatifu ananifundisha. Sehemu nyingine anasema Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha. Paulo anaeleza yeye anatufundisha kutamka maneno yasiyoweza kutamkika. Huyu ndio Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu anasemaje hapo tuone? Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano. Pigia mstari ile, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wangapi hapa? Tumfanye mtu. Watu wangapi hapa? Ni zaidi ya mmoja, ni plural. Asema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo sasa, kwa sura yetu. Maana yake nini? Tafsiri yake, mimi mnaniona hapa, nina sura ya Mungu aliye hai. Nina sura ya Roho Mtakatifu. Amen. Nina sura ya Yesu Kristo, kwa sababu yeye ameshinda, na kwa jina lake mimi naweza na kushinda pia. Kwa image ya Yesu inakuja wakati gani? Inakuja wakati pale ninapolaani nguvu za giza.
ninapolaani ushirikina, ninapolaani umaskini, ninapokataa magonjwa, ninapokataa aibu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, kanisa nzuri. Haleluya. Haleluya, kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo kuna vitu vya muhimu hapa. Kuna vitu vya muhimu tuviangalie wanangu. Tukikosa kujua hivi, tunaweza kufundishana vitu ambavyo havieleweki kwenye dunia. Lazima tujue Roho Mtakatifu yupo. Kuna nguvu itendayo kazi ndani yangu. Kuna nguvu itendayo kazi ndani yako. Kuna nguvu inayotenda kazi ndani yako. Wewe unanifuatilia kwenye kipindi hiki cha saa ya urejesho. Iko nguvu, there is a power that dwells in you. Na hiyo ndio inaweza kubadilisha. Hiyo nguvu kitumia vizuri, umaskini utakukimbia, magonjwa yatakukimbia, washirikina na wachawi watakuwa chini ya miguu yako, kwa sababu hiyo nguvu ni nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatenda kazi kwa ajili ya mabadiliko ya kipekee. Nisaidie kusema amina. Kuna mabadiliko ya kipekee. Haleluya, kanisa zuri la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Na hapo ndipo tuliishia last time. Sio jamani? Tunakubaliana tu wazuri. Kanisa zuri la Mungu, tunakubaliana. Tukasema nguvu ya Roho Mtakatifu itendayo kazi ndani yetu ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Roho Mtakatifu inayotenda kazi ndani yetu ni nguvu ya nani? Ni God's strength. Ni nguvu ya Mungu. Ni uweza wa Mungu. Kwa hiyo watu wakikuona wewe hivi, watu wakiniona mimi, wasichukulie poa, usichukulie poa. Amen. Kwa kuwa una Yesu Kristo tayari. Yesu ulimkiri kwa kinywa chako. Na ulipomkiri kwa kinywa chako, nini kiliendelea? Kilichoendelea pale ni hivi. Ni pale uweza wa Mungu, uweza wa Yesu ndani yake uliingia ndani yako wewe, ambao uweza unaitwa Roho. Sema Roho. Na Roho inasema na Roho. Amen. Tuelewane vizuri hapa. Roho ya Mungu inasema na Roho. Na kazi ya Roho, niliwaambia, kazi ya Roho ni kuisimamia mwili, kuelekeza mwili, nini kifanye, nini kisifanye. Hii ni kazi ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Roho nyingine ni kulazimisha mwili kuelewa au kutoa tafsiri ya nafsi uliyokuwa nayo ndani. Kwa sababu nafsi ulisema ni ulimwengu wa ubongo, ulimwengu wa ufahamu. Kwa hiyo kile ambacho kimebeba nafsi, roho yako inasema na Roho wa Mungu ambao umempokea kupitia Yesu Kristo. Na kwa kuwa roho yako inasema na Roho wa Mungu, inakwenda inaleta shinikizo, sema shinikizo, kwenye mwili wako. Na ndio maana unaambiwa sasa omba. Sasa tunaombaje? Namna ya kuomba, muundo wa kuomba unategemea sana na maelekezo na maarifa na ufahamu ambao nafsi yako inao. Kuna watu wavivu kuomba, ni kwa sababu si wavivu wa kuomba, mnaelewa vizuri. Ni kwa sababu nafsi haina ufahamu namna ya kuomba. Ndio maana Yesu aliwafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. Akasema muombapo semeni hivi. Nafsi yako inapopungukiwa ufahamu, uweza, maarifa, hata kama roho yako itakuwa hai na mwili ukadhibitiwa, unaweza ukaomba lakini usipate matokeo. Ananielewa? Sema mimi na nguvu. Ndio maana pale Yakobo anasema mnabidii sana katika kuomba. Mnaomba lakini hampokei. Mnaomba lakini hampati, kwa sababu mnaomba kwa ajili ya kutumia kwa nini? Kwa kutumia kwa faida yenu. Kutumia kwa ajili yenu. Sasa lazima nafsi ishinde maarifa. Ananielewa? Sema mimi na nguvu. Bwana Yesu asifiwe, kanisa zuri la Mungu. Haleluya. Mpaka hapa nani ameelewa? Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Haleluya, kanisa zuri la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo sasa Paulo anasemaje wa Filipi pale? Taruka andiko moja tuende haraka sana. Tuende kwenye ile nguvu halisi inaitenda ndani. Natamani uwe nayo. Na narudia, natamani uwe nayo. Anasemaje kitabu cha Wafilipi sura ile sura ya 2 mstari wa 13? Hapo tutakwenda hapo. Kwa sababu tuliishia hapo, kama nakumbuka vizuri. Tuliishia leo, tunafanya muendelezo, afu tunakwenda kuangalia nguvu kuwa chini ya dunamis and exousia. Kuna tofauti kati ya dunamis na exousia, ambayo hiyo nguvu inatoka kwa ndani ya Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu kimpata, anakuachia hiyo nguvu. Moja inaitwa dunamis, 2 exousia, 3 energia, 4 nini tunasema? Kratos. Very good. Asema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Ndiye Mungu atendaye kazi, Lucy. Huyo Mungu ni nani, Joyce? Ama ni Roho Mtakatifu. Kama tukubaliane wote, huyo ndio Mungu atendaye kazi ndani yetu. Kwa sababu Yesu alituambia, imenipasa niende kwa Baba, nami nitakwenda kumwomba Baba, naye atawapeni advocate, yani wakili au msemaji, mwalimu, naye atakuja ndani yenu. Na huyo mkimhuzunisha, mtakuwa makopo, hamtakuwa na nguvu, hawezi kuwa na energy. Kwa niambia, yoyote anayemtegemea Roho Mtakatifu huwa hawezi kuwa maskini kwenye dunia. Hebu pokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Nani niko tayari? Nani anaelewa? Wewe mwambie Roho Mtakatifu ulio ndani yako, fanya jambo jipya la kipekee. Roho Mtakatifu ulio ndani yangu, fanya jambo jipya la kipekee. Nitie nguvu kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye kazi, kwenye ndoa. Kumbuka Roho Mtakatifu ndiye anakupa uvumilivu. Roho Mtakatifu anakupa subira, inaitwa saburi, ama ndio uvumilivu wa kipekee. Roho Mtakatifu anakupa uelewa, understanding. Haleluya, kanisa zuri. Paulo anawaambia imo nguvu itendayo kazi ndani yenu. Kuna nguvu inayofanya kazi ndani yetu. Haleluya. Hasa tukasema hiyo nguvu ambayo inaitenda ndani yetu ndiyo inayoendeleza utele. Nguvu ya Roho Mtakatifu itendayo kazi ndani yetu ndiyo inaendeleza utele. Haiendelezi umaskini, haiendelezi kilio, haiendelezi lawama. Hiyo nguvu inaitenda kazi ndani yetu inaendeleza ushindi wa Yesu. Kumbuka nikasema Yesu Kristo mwenyewe alifufuliwa na Roho Mtakatifu pale kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ule ushindi bado unaendelea ndani yetu. Sawa Edna? Ule ushindi unapaswa kuita, unaita ushindi wa ufufuo ndani yangu. Maana chochote ambacho kimekufa, Pastor Glory, unasema Roho Mtakatifu kifufue. Mahusiano mema yaliyokufa naamuru katika jina la Yesu. Ewe Roho Mtakatifu, fufua. Biashara iliyokufa katika jina la Yesu. Ewe Roho Mtakatifu, fufua. Huduma inaelekea kufa, huduma iliyofanywa ulozi na wachawi, washirikina wa kila namna, anayeweza kufufua hiyo huduma ni Roho Mtakatifu. Nguvu itendayo kazi ndani ya mwamini, ndani ya believer aliyemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anasema anamtumainia Yesu kwa kuwa yeye ni njia, uzima na kweli. Mtu hawezi kwenda kwa baba yake, maana yeye alisema kabla mimi sijaondoka nitamwomba Baba waletee. Huyu atakuwa ni mwalimu, advocate wa kweli. Ananielewa? Sema amina nguvu hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo nguvu haiendelezi umaskini, inaendeleza ubora, inaendeleza excellence, inaendeleza abundantly. Haleluya. Inaendeleza umahiri. Sawa Patricia? Inaendelea umahiri. Maana professionalism ule mnasema nini? We're ready. Roho Mtakatifu anakupa uwezo
wa kujua kuomba. Somebody say amen. Kuna maombi unaomba hata akili haiwezi kupangilia haya maombi. Somebody say amen. Unaungamanishwa na prayer. Huyo Roho Mtakatifu anakuambia namna ya kuomba. Automatically kuna maombi, kuna matamshi, kuna maneno yanaingia ambayo akili za kawaida haiwezi kutamka mambo haya. Oh, hallelujah. Awe profesa, awe daktari, hawezi kutamka haya. By Holy Spirit. Nguvu ikae ndani yako. Tumekubaliana inaendeleza nini? Uweza, nguvu, heshima, kibali. Anasema this power pia is also referred as the Holy Spirit. Tumekubaliana hiyo nguvu inaendeleza utele, ubora, heshima. Hiyo nguvu hiyo, narudia, nguvu hiyo inaitwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na huyo Roho Mtakatifu tukasema huyo ndio aliyemwamsha Yesu kutoka kwenye kaburi. Hebu kuamsha kutoka kwenye mauti. Mbona amini ile ndio? Anasema hivi, this power is also referred as the Holy Spirit, the one who raised Jesus from the dead, and the energy of God's mighty strength. Sio nguvu ya kawaida hii. Wewe unahitaji kuiomba. Unahitaji kunyenyekea kwenye nguvu. Usiwe jeuri kwenye maombi yako. Usikate tamaa. Kumbuka anayekupa kuvumilia sio maneno ya mchungaji wako, sio maneno ya rafiki yako. Anayekupa kuvumilia usitende dhambi, anayekupa kudumu katika uvumilivu. Hiyo nguvu inaekaa ndani yako. Na hiyo nguvu leo tumepewa majibu, inaitwa Roho Mtakatifu. Na huyu ndio aliyemwamsha. Neno, the one who raised Jesus from the dead. Who raised Jesus. Yule aliyemwamsha Yesu kutoka kwenye kifo, kutoka kwenye mauti. Hii nguvu sio kawaida. Mimi naitaka sana. Wewe unaitaka? Natamani sana kuona mtu aitake. Na upokee katika jina la Yesu. Hii nguvu watu watakuzuia, ndugu zako watakupinga. Hii nguvu ndio ilikaa kwa Yusufu. Roho wa Mungu alikaa kwa Yusufu. Ndugu zake wakampinga, wakamtupa kwenye nini, kwenye birika. Lakini Roho wa Bwana baada wakatambulisha mataifa kwamba huyu ni kiongozi, huyu hapa ni mfalme. Oh, somebody say amen. Ninaamuru Roho wa Bwana atambulishe ndani yako, akuinue ndani yako, akupeleka mahali ambapo pale watakaposema hawakukubali, Roho Mtakatifu alazimishe ukubalike katikati yao na uwe kiongozi katikati yao. Mtu anaendelea sema amina nguvu pale. Hallelujah. Somebody say amen. Bwana asifiwe kanisa. Paulo anasemaje Kolosai 1:29? I also labor as many pia. Anasemaje? I also labor as striving with all his energy which works powerful within me. Anasemaje? Umefika pale mwanangu? Anasema nami najitaabisha kwa neno hilo hilo, nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu. Piga kifua kwa makofi mawili matatu. Afu mwambie Roho Mtakatifu fanya jambo jipya ndani. Roho Mtakatifu anafuta magonjwa. Roho Mtakatifu anaondoa laana. Na anisikilize kama mnielewe. Kwa kuwa ushamkubali Yesu Kristo, kila laana yoyote ambayo laana weza kupitia kwenye mfumo wa damu, yani DNA za baba yako au mababa zako, ukimwambia Roho Mtakatifu, yeye anafuta. Si DNA za umaskini, analeta DNA za Yesu Kristo, ambazo hizo zinaleta baraka, hizo zinaleta amani, hizo zinaleta matumaini. Ananielewa? Sema amina Bwana. Hallelujah. Umeelewa vizuri hapo? Tatizo tunashindwa namna kuomba. Tatizo tuelewe kuomba. Lakini kama unajua kuna nguvu itendayo kazi ndani yako, na huyo anatambulika ni Roho Mtakatifu anayetenda kazi ndani yako. Unajua wakati mwingine unaishi nyuma ya DNA za baba.
Na ndio tulisema miili yetu tulionayo ni miili ya mama zetu. Tunakumbuka ubongo ni wa mama. Mbona mseme ndio? Kwa sababu tulikaa kwenye matumbo ya mama zetu ndani ya miezi 9. Sawa mwanangu? Amen. Leo niongea na baba. Kwa mfano, baba amekaa ndani yako miezi 9. Yule mtoto ni wa nani? Unajipa mtoto wa nani? Yule mtoto ni wa mama. Saikolojia inasema hivyo bado. Mtoto ni wa mama. Amen. Sisi tunachukua sisi tunaunganishwa tu asilimia ndogo na chache ambayo pia ina muhimu kutoka baba kupitia damu. Amen. Kupitia damu, kwa sababu baba ni mbegu. Sasa ndivyo ilivyo. Kwa sababu tunaweza, ndio maana Maombolezo ya 5:7, Maombolezo 5:7 anasema hivi, mababa zetu walitenda dhambi na leo hii hawako kwenye dunia. Sisi tumeyachukua maovu yao. Tumeyachukuaje maovu? Ndio maana nikasema maovu ya mababa zetu huwa yanafutwa nyuma ya siri kubwa, Pastor Glory, iliyo ndani ya Roho Mtakatifu. Wamwambia Roho Mtakatifu, shughulika na ukoo ni kuzaliwa. Kwa sababu najua kuna ahadi ya utajiri, anaelewa, sema mimi na nguvu. Kuna ahadi ya ubora, kuna ahadi ya uzima, kuna ahadi ya mafanikio kwenye maisha yangu. Ewe Roho Mtakatifu, fanya jambo jipya, niwe wa kipekee. Nisiwe tena wa kutegemea watu, bali niwe wa kipekee, kwa maana mimi nitaongoza wao. Niwaambie habari za Yesu Kristo aliye hai, alishinda mauti ambayo wewe Roho Mtakatifu ulimfufua kwenye kaburi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaanza kufanya mchakato ndani yako. Roho Mtakatifu hana aibu. Roho Mtakatifu anatupa umaskini wa baba yako. Anaendelea kusema bila nguvu. Roho Mtakatifu anatupa ujinga wa babako. Anauondoa. Hauondoi hivi, anauondoa kwa damu ya Yesu Kristo ambaye ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Anafuta umaskini. Amen. Kwenye mishipa yako, kwenye damu. Kumbuka damu ni uhai. Nakumbuka anafuta. Na kumbuka ubongo ukikosa damu kazi haifanyiki. Umeelewa vizuri hapa? Kuna mishipa midogo midogo sana pale. Kwa damu ya Yesu Kristo, huyo Roho Mtakatifu anaanza, inakwenda. I'm telling you my daughter Gloria na mimi Apologina, inaenda sasa, kwa kuwa umemuomba, lakini inaenda kugusa ubongo, inatakasa, inatoa zile DNA za kucheleweshwa, DNA za kukataliwa. Ananielewa, sema mimi na nguvu. Zinatoa zile DNA za kukataliwa kwenye ukoo, za kuolewa na kuachika. The most important thing, mimi nafundisha hapo uelewa. Ukishapata uelewa, hakuna uchawi, hakuna uganga. Ndio maana wakati mwingine hautapewa mchanga ili ukaapply kwenye nyumba yako. Hautapewa maji ya upako ili ukaapply kwenye nyumba yako, wala chumvi ya upako ili ukaapply kwenye mchi wako. Unahitaji understanding, ufahamu ndani ya Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu anafuta DNA zote. Sikiliza, akifuta DNA zote, wachawi kile hivi hawakuoni tena kwenye ukoo wako. Wanakuona wewe ni rafiki wa Yesu. Amen. Wewe ni mwana wa Mungu. Kumbukeni wakati wakina Danieli, wakina nani wale wameingizwa kwenye tanuru na nini na moto, waliingizwa watu wangapi? 3. Lakini ngoja nikwambie, Roho Mtakatifu kaingia pale katikati, number 1, akazidisha makali yote ya moto, na moto haukumgusa yoyote. Mnakumbuka vizuri, tumesoma Biblia zenu, haukumgusa. Holy Spirit alifanya kazi, amezingira. Amnielewa? Ngoja pale mfano mwingine. Danieli alitumbukizwa kwenye tundu la simba kwa sababu alikataa kusujudu sanamu ya mfalme. Anajua Mungu ni mmoja. Haleluya. Somebody say amen. Biblia inasema Roho Mtakatifu alipoingia ndani, akakamata makano ya simba. Makano ya simba, na akalazimisha simba wasiwe na njaa tena. Anaelewa, sema mimi na nguvu. Hivyo mimi hapa nimesimama, ninalazimisha huyo Roho, kama kweli umempokea Roho Mtakatifu, alazimishe maombi ambayo wewe uliwahi kuomba lakini hakuna majibu yoyote, yalizuiwa na mashetani, yalizuiwa na mizimu. Huyo Roho Mtakatifu huyo aenda lazimishe lile anga lipate kuvunjika. Maombi
Ninapofundisha somo hili najisikia na fire ndani. Kwa sababu maisha yangu ni matokeo ya Roho Mtakatifu. Na kama nilivyosema, nikawaambia tatizo watu walipokoka wakaamua kuachana na habari ya uweza wa Roho Mtakatifu, uwezo wa mwana ambaye ni Yesu Kristo, na uwezo wa Mungu. Tukasema Mungu ni moja, lakini Mungu anajifunua katika engo tofauti. Zinaitwa trinities, zinaitwa utatu, ambao utatu tafsiri yake maana yake ni nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, nafsi ya tatu. Kwa hiyo Mungu anaonekana kuwa ni Baba. Wakati gani? Bado tumeangalia wakati anaumba. Amen. Mungu anaonekana kuwa ni mwana wakati gani? Wakati anazaliwa. Mungu anaonekana kuwa ni roho wakati gani? Nimesema na roho ya Mungu ikafunika uso wa maji. Kwa hiyo Mungu akabaki kwa Holy Spirit there. Glory be to God. Ananielewa? Sema mimi na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa nzuri, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa ni kwa nini nilirudi kidogo hapa? Ili turudi kwenye title ya leo. Tuende kwenye title ya leo. Ili turudi kwenye title ya leo ambayo wakati mwingine watoto wangu mnaniangalia, ashukuru Mungu wachache mnanielewa. Kama unanielewa jipigie makofi. Kwenye title hii natamani kuona mapinduzi kwenye maisha yako. Narudia, natamani kuona mapinduzi kwenye maisha yako. Kama unalima shamba, likazae chochote unachokipanda, kikazae mazao ambayo yataleta matokeo chanya kwa kila moja. Na kama unafanya biashara, na kama unasoma, na kama unafanya kazi pale ofisini, mtendakazi na wewe lazima aitwe Roho Mtakatifu. Taja Mungu peke yake ina maana sana, lakini japo ina maana. Umeelewa? Kwa nini tunasema kwa jina la Yesu? Kwa sababu ni amri. Yesu alisema ninyi ili muweze kupokea, ombeni kwa jina lako. Angetuambia kwa Roho Mtakatifu, tungeomba kwa Roho Mtakatifu. Lakini kwa jina la Yesu Kristo tutapokea. Na mpaka natoka akasema, anaambia wanafunzi wake, nendeni duniani kote, mkianzia hapa Samaria, mkihubiri habari za ufalme wa Mungu ambaye ni Baba. Na wale watakakubali kunipokea mimi, mkawabatize kwa jina la nani? Mbona msema kwa sauti? Kwa jina la nani? Kwa jina la Baba, la Mwana. Kwa nini alisema hivi? Na kwa nini mafundisho kama haya Yosefina hamtaki kuyasikia? Kwa nini? Kuna uchawi ndani yake. Amen. Natamani kuona mtu anakuwa charged with the Holy Spirit. Natamani kuona mtu, hiyo ndio nguvu naieleza sasa hivi. Natamani moyo wako ufunguliwe kwa jina la Yesu. Natamani kwa jina la Yesu. Kwa sababu najua nafsi yako inapokea ufahamu. Unajua sasa namna kuomba, sio? Wangapi wanajua sasa namna kuomba? Wanajua namna kuomba wangapi? Kwa sababu unaomba haupokei kwa sababu hakuna utendaji unaoleta matokeo ndani yako. Paulo anatuthibitishia, tukasema tusiende mbele pasipo kujua. Let's go this way. Kwa hiyo nguvu itendayo kazi ndani yetu, Pastor John, jibu la haraka tukasema ni Roho. Na huyo ndio aliyemfufua nani? Yesu Kristo. Na nikasema kazi zako zifufuliwe kwa sababu unaye Roho Mtakatifu. Unaponena kwa lugha, kama mtu mwingine ajua kutafsiri lugha hiyo, achana nayo. Na nafsi yako achana nayo. Ukutana mtu mmoja huwa kinena kwa lugha anaongea Kiingereza, hajasoma kabisa muda sana, lakini very grammatical language. Na mimi nilikuwa natafsiri kabisa. Akianza ile mdani, yes, thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Amen. For you are the King. You are the Father. Umeelewa? Sema pepo Holy Spirit. Lakini mnapoendelea mtajua pia, kwa sababu pia mizimu au ushirikina au huyo anaitwa Lucifer ni roho pia. Mnaelewa vizuri hapo? Na makao ya Lucifer yanafahamika katika mnakato ovyo ovyo, mjui pia, lakini unapaswa kujua. Makao ya Lucifer niwaambia baharini.
Niliwaambia baharini, niliwaambia mashimoni. Mnakumbuka vizuri? Particularly ni baharini, Biblia inasema ni baharini. Na watu wanakwenda mpaka kesho. Wakataka kufanya biashara kubwa, nasema enda kukutana na Lucifer. Amen. Na wanapigwa viboko kweli kweli ukikosea mzee. Bakora za maana sana. Kule kuna maneno, kuna lugha za kuzimu na mpaka leo duniani wanazitumia. Kwa mfano, mkuu, umesikia? Neno sikia mkuu, umesikia? Mkuu kwa wapi? Yule Lucifer kule haitwi jina hilo Lucifer. Umeelewa? Anaitwa nani? Mkuu. Je, sasa hivi metansi tunatumia sana je? Kiongozi, mkuu, ete. Mbona usema mimi na nguvu ni watu? Nimeishi kwenye dunia gani? Mkuu. Yesu peke yake anatajwa Yesu Kristo. Amen. Yeye ukimtaja Lucifer kule ukienda unapeleka hapa kuna mpaka unakufa. Kwa sababu anataka kutukuzwa. Na kuna watu walienda wana ushuhuda mwingi sana na bado wanatumikia sasa hivi mabiashara zao, makazi yao, wao wanaongozwa na mkuu ambaye ndo nani? Lucifer. Lakini sisi tuna mkuu zaidi ya huyo mkuu ambaye kwanza alishinda mauti. Na hakushinda peke yake bali huyu Roho Mtakatifu ndio alimuondoa kwenye kaburi. Haleluya, mpigie makofi Bwana. Na huyo akitajwa kuzimu inatetemeka. Hata sasa wanasikia kuzimu inaharibika. Kuzimu inachanganyikiwa. Huyo ni Yesu Kristo. Huyo ni Roho Mtakatifu ambaye yeye ni Mungu ndani ya Kristo. Yeye ni Mungu ndani ya Mungu. Tunasema the Holy Spirit kama chanzo kikubwa cha nguvu ambazo hizo nazitaja. Roho Mtakatifu na Mungu mnielewe ndio chanzo cha namba moja. Hamna chanzo kingine kwenye dunia ya nguvu ambazo hizi zinaitwa. Zina moja inaitwa dunamis. Mbili inaitwa exousia. Hallelujah. Taka tusikize kwa makini hapo. Amen. Na hiyo dunamis ni power, ni nguvu ya kutenda kazi ambayo tulimuona shetani pia akiapply hizo nguvu wakati Israeli wakiwa utumwani. Nakumbuka vizuri Biblia inasema wakati Musa anatumwa na Mungu aende kuwaokoa wana wa Israeli kwa sababu ya kilio chao na mateso, Mungu alimwambia umeshika nini Musa? Akasema ninaye fimbo. Mnakumbuka vizuri? Na Musa alimuuliza Mungu, kama wasiponiamini mimi nifanyaje? Akamwambia una nini mkononi mwako? Nina fimbo. Akasema hiyo fimbo utaiangusha chini, ili wajue mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim, Isaka na Yakobo. Na kweli akaenda. Alipofika pale, kidogo mnisikize kwa makini, mtaelewa sana. Si kila nguvu ni nguvu ya Mungu kama unaandika. That not every power ni power of God. Power of God inaitwa dunamis. Ni lazima hiyo nguvu sawa kwa jina izidi nguvu nyingine. Unaelewa vizuri hapo? Hiyo dunamis. Anasema alipofika pale Farao akasema Mungu ni nani? Hebu tuwadhibitishie kwamba huyo Mungu amekutuma. Musa akatupa fimbo kaka hivi. Alipoweka hivi fimbo ikageuka joka kubwa sana. Farao na yeye akaita waganga na wachawi, na wao wakachukua fimbo zao nyingi wakazitupa zikageuka nyoka pia. Unafanyaje hapo sasa? Lakini Mungu akamwambia there is a dunamis power ambayo utajua mimi ni Mungu. Kama naongea na mtu hapa, hiyo itathibitisha kati ya nyoka za wachawi na nyoka huyu ambaye mimi nimemfanya awe fimbo dhidi ya huyo Farao. Biblia inasema wakati nyoka wale wengine wanatembea, Farao akaanza kujitamba akasema, who is your God? Mungu wako ni nani? Acha kunitisha.
Yaani wachawi wanachezea maisha ya watu kwa staili hii. Washirikina wanachezea maisha ya watu kwa aina hii. Lakini sikiliza, leo nakwambia, kama utabaki katika ukweli na utakatifu wa Mungu aliye hai, ukatumia hiyo dunamis, zile nguvu za kichawi zote zitakuwa chini yako. Asa at a while, yule joka wa Musa akananua mdomo hivi, akameza nyoka wote wa uchawi. Umeelewa? Wakati Farao anajivuna, wakati Farao anasema na mimi na wachawi, alipogeuka hivi, akakuta joka moja kubwa liloshiba nyoka wengine. Haleluya. Hiyo ndio dunamis. Ni nguvu ya ziada itendayo kazi ndani ya muamini aliyemwamini Yesu Kristo, aliyempokea Yesu Kristo, akajazwa Roho Mtakatifu. Sawa sana Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Hiyo nguvu ni nguvu isiyo ya kawaida. Ndio maana nimetafsiri ya kwamba it is all about effectiveness and produce results at the moment. Yani ni sio kale ya kawaida, ni nguvu ambayo ukipata hiyo ndio sura ukata tamaa, sio? Na unafika mara kata tamaa, lakini bado unasikia subiri kesho, kesho kusogea. Umeelewa vizuri? Subiri kesho, kesho kuna majibu sahihi. Wewe subiri tu kesho, kesho kuna majibu sahihi. Kesho, ile kesho usidharau. Ile inaitwa dunamis. Ni nguvu ya kipekee inayotenda kazi ndani ya maisha ya mtu. Tumesoma pale andiko la Matendo ya Mitume 1 sura ngapi? Sura ya 8. Hebu tu hapo nitadadafua kidogo hapo mwanangu. Anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sio kwamba walikuwa wana nguvu, walikuwa nazo, lakini walikuwa oga. Kwenye maisha yao wanafunzi wa Yesu walikuwa oga, walikuwa si wavumilivu, walikuwa hawana siri, walikuwa kwako tu. Ili waweze kuwa na siri ya ufalme, siri ya ukombozi, siri ya maisha yaliyo bora, walihitaji nguvu ya ziada. Hii ndio dunamis power. Anasema nani mtakuwa mashahidi. Maana yake utakuwa shahidi kwa lile ambalo umevumilia mpaka matokeo yakaonekana. Ananielewa? Sema mimi nguvu. Najua watu watakusema, najua watu wamekudharau. Wewe hujajiongeza, wewe hujajionyesha katikati yao. Kwa kuwa iko nguvu inayobadilisha ndani yako, unaamini kwa wakati unaofaa, hiyo nguvu itakwenda kushangaza. Walikuita mnyonge, watakuita bora. Walikuita ufai, watakwambia unafaa, kwa sababu that power. Come on. Ananielewa? Piga makofi basi. Haleluya. Hii nguvu haitegemei imani ya upako. Andika. Hii nguvu haitegemei kitambaa cha upako. Hii nguvu haitegemei mafuta ya upako. Hii ni dunamis power. Hii nguvu baba ni kuamini na. Unaelewa vizuri hapo? Ni kuamini. Najua meno yanatikisika, najua unayumba. Unaelewa vizuri hapo? Uko hali mbaya, hali mbaya. Sikiliza nakwambia ukweli. Baada hiyo nguvu nakwambia no. Amen. Endelea kidogo. Endelea, usikate tamaa. Ananirangi piga makofi na kasema baba, hii nguvu mimi naitaka kwa jina la Yesu. Sikiliza wananitazama kule, hii kitu si kawaida. Wanaona hii powerful kabisa. Hallelujah. Na anasema mtakuwa shahidi. Yaani pasa mbili niki na chutufanyika hapa. Yaani hiyo nguvu inakupeleka kwenye hali ya kuwa shahidi wa hicho unachokiamini. Ya unakuwa shahidi kwamba mimi hapa ni tajiri, mimi hapa ni mfadhili wa kanisa. Utakuwa shahidi. Bwana leo sema mimi na nguvu. Na hiyo nguvu haikukatishi tamaa. Haijalishi mapito gani. Mimi nilisema kwamba mimi ni mchungaji mkubwa sana, lakini angalia mapito ambayo nilikuwa nimepitia. Lakini nguvu haikuondoka. Nguvu haikuondoka. Na Mungu akaniambia nitakubariki kwanza na utanitumikia kwa baraka usipate.
nitakupa na ajira kwanza, utanitumikia na ajira yako, ili wale wanajifanya wenye maarifa ya kutosha katika dunia wafike mahali wapige sauti juu yako, kwa sababu hiyo nguvu inakupelekea kupata extra energy. Not come on, not the normal power, not the normal energy. Come on, somebody say amen. It's all about a divine power. Hii nguvu kikukalia, huwezi amka. Akikaliwa shetani nguvu, misimu, Lucifer mwenyewe wanasikia hapa, maagents wako wanasikia. Hiyo dunamis ikimkalia, anajamba vibaya, kwa sababu ndio maana amejificha mashimoni. Nataka nikwambie, wewe uliye ndani yangu hapa, ndani ya kanisa, ndani ya huduma hii, ndani ya saa ya urejesho, hakuna nguvu yoyote itakayoinuka, iwe ni njia panda, iwe kwenye milima, iwe kwenye mabonde, wasoma nyota, wapige ramli, na amuru nguvu ya dunamis ndani yako. In Jesus name. Hallelujah, kanisa zuri la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nimemtaja Pastor Beli kwamba hiyo nguvu inakufanya uwe shahidi. Mimi ningeandika hivyo. Yaani kuna wakati nasubiri uwe shahidi. Unajua ngoja nikueleze kitu kimoja. Mnakumbuka niliwakwambia nilipokoka nilifukuzwa. Si unakumbuka? Kuna watu walinifukuza majumbani mwao. Mnaelewa? Hii nguvu bado iliniamisha. Iko siku moja mtoto ulioiona 89 inakwenda kutimia. Lakini sio rahisi kutimia, I'm telling you. Watu wanakukatisha tamaa. Watu wanakufukuza, watu wanakupenda lakini wanakuona mzigo. Yaani kwa hivi, hiyo nguvu ukiwa nayo, ngoja nikwambie Brochina, hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inaitwa dunamis ukiwa nayo, kila popote unapokaa unaonekana kwa mzigo. Amnielewa. Ipo sasa unaelewa vizuri? Yaani kwa hivi, kila unapoingia iwe kwenye kundi, mahali popote watakwambia unajiona, unajivuna. Umesikia? Kumbuka baba ameniambia dunamis power. Yaani wenzako na uwezo wa kawaida, wewe sio uwezo wa kawaida. Unasikia kimbele mbele, na ndio maana watu wasiojua sasa mashetani na wakamata wanaotumia kwa waganga kienyeji. Mnanielewa vizuri hapo? Wao mashetani na wao, kwa sababu shetani anaona zawadi uliyokuwa nayo. Hebu jipigie makofi kama ni wewe. Usikubali unaposongwa, jua dunamis power ndani yako. Unapotukana, unapopingwa, dunamis power iko ndani yako. Mimi naelewa haya mambo na ndio nasema hivyo. Shikiliza. Mimi niliambiwa na Mungu mapema, hautaishi katika hii dunia ukiwa maskini, bali wewe utakuwa chanzo cha wengine pia kwa matajiri. Watanitumikia mimi kupitia wewe. So I knew it before. And I'm really humble before God. Somebody say amen. Mtu mmoja nisaidie kusema amen nguvu. Hallelujah. Kwa hiyo tumeelewana kwa habari ya dunamis. Dunamis ni nguvu itendayo kazi. Nilichoongeza ni kitu kimoja tu, sawa? Tukasema nguvu hata shetani anazo. Nimetoa mfano hapa, Musa alitupa fimbo ikawa nyoka. Amen. Na Farao akaita pia wachawi na waganga na wakatupa fimbo zao zikawa nyoka. Katika hali ya kawaida usingetimwambia, ungesema pigo hili halina maana, kwa sababu hata wachawi wamewezekana wanaongea kwa dharau, kwa nyodo. Sikiliza, Musa alisimama akajua hii fimbo yangu sio kawaida. Hii fimbo niko na chunga kondoo wa mko wangu Jethro mahali pale jangwani. Hii fimbo si ya kawaida. Musa akaendelea kuamini, akiwa amesimama pale amechanganyikiwa na nyoka za waganga wa Farao, lakini ndani anasikia subiri uone. Hii nataka nikuthibitishie, nguvu nilionayo mimi sio kawaida. Hawa wachawi watapiga magoti, wachawi watakuomba msamaha, chuma ulete itakausha. Kama walizoea wanaiba kwenye duka lako, kwenye biashara yako, hiyo dunamis power haimwachi mtu kawaida. Hii nguvu ya ambayo divine power, hii nguvu ya kimungu inafuatilia. Sema nisaidie kusema inafuatilia. Inafuatilia aliyokuibia. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Nataka nikufungue. Aliiba shilingi 10,000. Hiyo nguvu inakwenda inachukua 10,000
na inaongeza 10,000 tena. Inapokuja kwapa hii tena 10,000, inakuja double anointing. Oh Yesu ananielewa, sema amina. Hao watu wananielewa, anasema ndio nakuelewa. Sio jambo la kukaa kimya kwenye paa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, kanisa zuri. Haleluya. Kwa hiyo lazima tukubaliane. Dunamis ni nguvu. Andika. Ni nguvu ya ziada. Kwa hiyo tunaangalia tu kwamba dunamis vis-a-vis au versus exousia. Amen. Dunamis versus exousia. Hasa exousia ni nini? Exousia nikasema ni authority. Hizi ni nguvu zote. Ni authority. Kumbuka dunamis kama ni power, ni nguvu. Amen. Bali ni nguvu itendayo kazi. Nguvu ya ziada. Sasa hiyo exousia. Urudisha kwa watu hawajajua namna kuandika. Waione neno exousia. Display pale na mwanangu, watu waione hapa. Exousia hiyo inasemaje? Oho, tumesema dunamis ni power. Amen. Hizo zote ni nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatenda kazi kwa dunamis and exousia. Si ndivyo? Tumesema kazi anasema nguvu iliyomo ndani yetu. Ndani ya maisha yetu kuna nguvu inaitwa dunamis na exousia. Kuna kratos na energia. Tunakumbuka vizuri? Tutakuwa napata malizia zile zingine. Sasa neno exousia maana yake ni authority. Exousia maana yake ni authority. Tuende sasa Mwanzo sura ile ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza. Ule mstari tuanze mstari wa 26 mpaka 28. Tutaangalia pale. Amen. Tutaangalia pale. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tutakwenda kuangalia Mathayo sura 7 mstari wa 29. Andika hapo. Luka sura 5 mstari wa 24. Alafu Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 12. Hebu tuanzie kwenye Mwanzo kule ili tukae vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ananielewa, sema mimi na nguvu, kanisa zuri. Sumsema mimi na nguvu. Amen. Nani ananielewa kanisa? Twende pale. Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Display pale. Kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Twende kwa Kiingereza na samaki pale. Twende kwa Kiingereza pale. Nataka uione hiyo neno authority imetumikaje in English. Anasema hivi, and God said, let us make a man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, mandege wa angani, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Ninachokieleza hapa ni hicho hapa Pastor Nyokole. Dominion. Amen. Dominion ni kumiliki. Josephina. Kuishi bila kumiliki ni kubaya sana mbele kwenu. Lazima ufike mahali una uwezo kumiliki vitu na uachie watoto wako, uachie kizazi chako. Ama shetani wanapora. Ndio maana mtu akifa na mali zake zinakufanyia mjao kuona. Hamjakuwa mtu amekufa, magari yanagongwa, magari yanaharibika, viwanja vinauzwa, nyumba hiyo kwa sababu amekosa authority, mamlaka. Mamlaka inakupelekea wewe kumiliki, dominate. Yaani kuwa na uwezo. Sasa hiyo nguvu ya exousia inakufanya udumu katika ubora siku zako zote. Hiyo ndio simplest way. Yaani upungui, wewe mzuri. Haleluya, kanisa zuri. Wewe mzuri. Ndio Mathayo sura 7:29 semaje pale Yesu anamwambia. Tutasoma andiko la mwisho hapo, afu twende kwenye hizo maeneo hayo muhimu ambayo tutakwenda kueleza kwa upana zaidi. Mathayo sura 7:29. Unataka mwana? Biblia inasema
Kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri. Display hapo. Anasema kwa maana alikuwa akiwafundisha kana kwamba ni mtu mwenye nini? Mwenye amri. Mwenye amri. In English anasema hivi. Anasema for he taught them as one having authority and not as the nani? Na wala si kama waandishi wao. Unasikia? Authority inaeleza hiyo. Yesu mkufulani leo. Kwa hiyo sasa kwenye maombi yako unaomba nguvu ya ziada ambayo anayo Roho Mtakatifu anayekaa ndani yako. Sema amen. Hiyo nguvu inakupelekea wewe kuwa na maombi ya muda mrefu pasipo kuchoka. Amen. Uwe na roho inaitwa tenacity spirit. Roho ya ung'ang'anizi. Ya unaamini kabisa hii hapo ni cha kwangu. Hii tu hapa semeje. Let them speak up. But I do believe this thing is mine. Anaelewana? Naamini kabisa mimi ni president. Naamini kabisa mimi ni nabii. Naamini kabisa mimi ni mtume. Anaelewa sema mimi na nguvu. Haijalishi watu wanasemaje. Hata Kisosia inakwambia hapa anasema Yesu alifundisha kana kwamba mwenye mamlaka. Unazaliwa baba, unaposema sauti yako inasikika kwenye familia. Kuna mambo hayawezi kuamuliwa kwenye familia yenu. Unasikia mtu kwanza ruambano aje. Why? Kwa sababu because of authority. Si kwa sababu na uchumi, hapana. Kwa sababu mamlaka ipo. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Mimi huwa naamini kila kitu cha Mungu ni cha kwangu. Na siku si nyingi mtaona haya naongea. Yaani hamna dhiki na taabu kwenye maisha yangu. Na hata kabla sijaondoka kwenye dunia mtaona, mtashuhudia mambo mengi sana. Na hii naeleza kwa sababu ninajua fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Najua kila mafanikio yoyote ni Mungu. Kwa hiyo nahitaji sana mara nyingi huwa na dumu na dunamis power. Yaani kuwa na uwezo wa ziada. Power and extra power to believe. Kwa sababu hata imani yako inahitaji nguvu ya ziada. Sasa Exousia anasema ni authority, not us. Wale walimu scribes, wale walimu na waandishi wa habari. Waandishi wa habari wameenda kwenye vyuo, lakini wanamuona Yesu anafundisha kwa mamlaka. Mamlaka wana sheria tunasema ni authorities. Yaani hatufundishi kitu bila nini? Bila kuonesha ushahidi. We are teaching with authorities. Our life is full of authorities. Mamlaka yetu ni zaidi ya kila mamlaka unazofahamu wewe. Luka 5:24 nasemaje? The same. Lakini twende sasa kwenye point yangu ya muhimu. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say amen. Amen. Mbona ni ndogo sana. Amen. Hallelujah. Kanisa zuri la Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Anasema hivi, lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani. Display pale watu. Mwana wa Adamu anayo amri. Usiache kudisplay, watu wanaangalia sana kule. Mwana wa Adamu anayo amri. In English anasema hivi, but that ye may know that the Son of Man had power upon earth to forgive sins. Anasema he said unto the sick of the palsy. Kwa sababu anayo mamlaka. Mamlaka, ukimwona mtu anamwombea mtu hivi, anamwombea mgonjwa hivi, na kuombea hivi ni kushika, alafu unainuka unapokea nguvu ndani. Maana Roho Mtakatifu aliokaa ndani yangu, umeelewa? Lakini kwa nguvu gani? Kwa nguvu inaitwa nguvu gani? Exousia. Amen. Hiyo sasa inaamuru weakness. Ninaposema kwa jina la Yesu amka ndani. Ninaposema kwa jina la Yesu magonjwa yayeyuke ndani. Makisio mimi ninaongea. Mimi ni chombo sauti. Ile Exousia, Roho Mtakatifu anabadilika kwa Exousia. Anakwenda kwa kuwa unasikia. Hiyo unaposikia inakwenda
ubongo na tafsiri inakwenda kwenye vijini cha tatizo. Hapo hiyo authority inakwenda inaamua wewe virusi vya kansa kufa. Kwa kansa inawawa kwa episosia authority. Mpokea kwa jina la Yesu. Nataka upokea na umaanisha ikiwa kwenye Pauli mwezi wa 5. Tumesema ni mwezi wa malango yaliyo wazi. The mouth of open doors. Tukasema ni mwezi, the mouth which associated, amen, with the grace, favor, amen, and open doors. Tumeangalia Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8. Asema na mlango wako uko wazi. Yaani mlango wa baraka zako uko wazi. Huwezi kuingia pale mpaka uwe na mamlaka. Ndio maana sema upokee mamlaka katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja anasema kusema amina nguvu jamani. Hallelujah, kanisa zuri la Mungu. Bwana amenena ndogo sana. Hallelujah. Sasa hizi nguvu mbili ambazo ni dunamis and exousia, hii inakusaidia namba moja kushinda dhambi na uovu, yani overcoming sin and evil. Warumi 6:12 nasemaje bwana? Hiyo nguvu mbili ambazo sikikaa ndani yako, una uwezo wa kushinda dhambi na nini? Na uovu. Anasema hivi, Rumi sura ile ya 6 mstari wa 12, alafu taangalia Rumi 6:23, tutasoma hapa. Na Mathayo sura ya 5 mstari wa 48. Anasema basi dhambi sitawale ndani ya miili yenu. Pasa mbili unaelewa? Anasema ipatikanayo na mauti hata mkazitii tamaa zake. Sasa pasipokuwa na dunamis ambayo ni power and authority ambayo ni exousia, kwa vyovyote vile unaona dhambi unaendelea kudumu kwenye maisha, unarudia kwenye kosa lile. Learn to be corrected by the Holy Spirit. Anaelewa simama na nguvu. Na ni muhimu kumsikiliza Roho Mtakatifu binti yangu, unaelewa? Yaani kuna mtu anaongea naye hapa, kuna tatizo moja unalirudia mara zote. Hilo na utaki ndani kama vile Paulo mwenyewe alivyoambia ataki. Lakini kwa sababu gani? Alikosa nguvu inaitwa dunamis, extra power. Sio? Lakini akakosa authority. Kwa sababu unafika mahali unapaswa kuishinda hiyo nguvu inayokuangusha, hiyo nguvu inayokudanganya, hiyo nguvu inakuweka chini, uishinde. Amen. Lakini si kuishinda tu, kuipa amri isikufate. Ndio unajisikia sasa uko huru. Kwa sababu Yesu alikuja kutupa si uhuru jamani. Yesu hakusema pokea tu nguvu ya uhuru. Hakusema hivi. Ni mchakato kumkubali. Amen. Wa kukubali, kufundishwa, kuelekezwa, kuonywa, kukaripiwa na kuwekwa sawa. Sasa huku mbele tunamhitaji huyu Roho Mtakatifu ambaye sasa ana provide hizo power. Amen. Tumefika ngapi? Mathayo ngapi tunasema? Nisome 5:48 nasema umefika? Hii inasema basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Hatuwezi kuwa wakamilifu kama Baba wa mbinguni alivyokuwa mkamilifu kama tukakosa hizi nguvu. Amen. Tukikosa hizi nguvu ni hatari sana kwenye maisha yetu. Nguvu ya ziada, dunamis, mamlaka ya kiungu, exousia. Namba 2, inakupa kuishi maisha ya utukufu. Living for God's glory. Hizo nguvu mbili ambazo za Roho Mtakatifu zinazotenda kazi ndani yetu zinatusaidia kuishi maisha ya nini? Yenye utukufu wa Mungu. God's glory. God's power. Anasema enables believers to live their lives for God's glory and honor. Kwa hiyo nguvu ambayo
iko ndani ya mwamini, wewe na mimi, inatupa uwezo wa kuishi maisha inapelekea utukufu kwa Mungu. Hebu tuanze na Zaburi 29:2. Zaburi 29:2, Mathayo sura 15 mstari wa 16, wa Filipi sura ya 1 mstari wa 11. Natamani sana udisplay hapo. Tuanze na Zaburi. I don't know kama mtandao wako umefanyaje huko, sijajua. Lakini twende pale Zaburi. Anasemaje? Umefika Zaburi, tumesema Zaburi 29:2. Anasemaje? Biblia inasema, mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa nini? Wa utakatifu. Kwa hiyo kwa maana hiyo hakuna kubeba utukufu wewe, kama Mungu ametenda. Amen. God has done it. God has done it. Tusome andiko la muhimu pia, Mathayo 15:16. Anasemaje? Na wa Filipi sura ya 1 mstari wa 11. Lakini kama unaandika Warumi sura ile ya 15 mstari wa 6, wa Korinto wa kwanza 10:31. Twende pale, tumesema Mathayo ngapi? 15:16. Kama umesifika somee pale. Biblia inasema, Yesu akasema, and Jesus said, hata sasa ninyi nanyi mngali kama hamna akili. Are ye also yet without understanding? Mstari wa 17. Mpaka hapo tu. Yesu akasema mpaka sasa bado mngali watu hamna akili. Kwa sababu anajaribu kuuliza, kwa sababu muda wote mnafanya mambo kwa ajili ya utukufu wenu. Unasikia? Unakuta mtu anakuambia bila mimi yule asingeweza. Bila mimi nimemsaidia sana na kijana. Na hapo ndipo watumishi wengi wananaswa. Amen. When you do something, when you assist somebody, don't ever take the glory of God. Amen. Mwache Mungu apate utukufu. Na kusikia kabisa watumishi, baadhi ya watumishi wa Mungu, ni kwa sababu Mungu tu amewabariki. Sasa wako wamebarikiwa na Mungu, lakini anawaita wasaidizi wake kwa lipunda. Sasa huyu anaishi wapi? Wakati mwingine unaweza kuhisi kwamba huyu anataka ukajile mafanikio yake ni kishetani kabisa. Kwa sababu mimi leo hata nikamsaidia mchungaji yote hapo, siwezi nikasema bila mimi asingefika mahali pale. Kwa sababu nimefanya ili afikie ndoto zake. Wanaelewa sana mimi na nguvu. Kwa hiyo huyu power, dunamis and exousia, huwa haibebaji utukufu kwa mtu, haiachi utukufu kwa mtu, na huwa haipendi hiyo nguvu. Haipendi, sikiliza kwa sababu haipendi kusikia unasifiwa. Yaani mimi unisifie, hii ujinga siotaka kabisa. Baba Mungu wako Bwana ni mwaminifu sana. Umesikia? Baba, asante Baba. Asante Baba. Yaani unifanya kama Mungu. Nitauawa na Mungu mapema sana ninayemtumikia. Yaani kuna wakati unataka ujifiche kabisa. Kataa, be normal. Kwa sababu kila kitu unakiacha kwa Mungu. Ulicho nacho duniani. Tutaondoka kwenye dunia. Kwa hiyo kuna viburi vya watumishi wa Mungu. Ni vitu kwa sababu wameweza mashirika kadhaa na wao tayari wana vimali kidogo, basi wanakosa hiyo nguvu ya dunamis na exousia. Kwa sababu tumesema inampa Mungu utukufu, sio mtu. Yesu anasema ni nani ninyi ambao bado mpaka leo hamuelewi kwamba utukufu sio wenu, utukufu ni kwa Mungu. Mungu aliyenipa kipawa cha kufundisha, kuhubiri na kuona, vyote nitaviacha. Mnaelewa? Mnaelewa kanisa? Dhabihu ambazo nazitoa hapa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, vyote nitaachana navyo. Mungu atahesabu tu kile ambacho kilichonifanya mimi nitoe, kilichonifanya mimi kusaidia, kilichonifanya mimi, hicho Mungu atahesabu. Lakini hata pengine sitaona. Kuna maneno tu kuna maneno. Unajua kazi zetu zinatuangalia mahali pa kuishi baadaye. Somebody say amen. Kwa hiyo usichukue utukufu, usichukue heshima ya Mungu. Hata siku moja kataa kabisa. Mtu akikwambia unaweza sana, muangalie mara 2 mara 3, achana naye. Amen. Mwambie utukufu ni kwa Mungu. Usaje kusema amina basi. Hiyo nguvu inaikaa ndani ya mtu, ambayo ni dunamis and exousia. Inazaa matunda, yani inazaa matunda mema. Matunda haya mema tunakwenda kuyataja, bearing fruits. Yani kama utajuaje nguvu ya Roho, mtu ana nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Ndani yake tuna dunamis na nini? Exousia.
Lazima isae matunda haya yafuatayo. Unisikilize kwa makini sana. God's power enables believers to bear spiritual fruits. Nguvu hiyo fruits, sasa spiritual fruits such as joy, furaha, sivyo? Peace, amani. Patience, uvumilivu. Kindness, nini hiyo? Kindness, nini? Utu wema. Goodness, nini? Fadhili. Faithfulness, gentleness na self control. Hebu tuangalie Yohana sura ya 15 mstari wa 2 na 8, Mathayo 3:10, Wagalatia, tusome Wagalatia ndio nzuri. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Fungua pale mwanangu, Wagalatia 5:22-23. Nataka display kule watu waone. I don't know kama ninaona mimi. Makedono technician kule watu wanafika mahali wanasema connection hazijakaa vizuri. Ni vizuri kukaa wewe sawa technician. Anasemaje pale? Galatia sura 5 mstari wa 22 na ule mstari wa 23. Biblia inasema lakini tunda la Roho ni upendo. Lakini tunda la Roho ni upendo. Furaha. Amani. Uvumilivu. Umesikia? Tunda la Roho kwanza amesema nini? Upendo. Twende? Furaha. Amani. Peace. Uvumilivu. Patience. Utu wema. Kindness. Fadhili. Goodness. Uaminifu. Faithfulness. Upole. Gentleness. Kiasi. And self control. Self control. Bwana Yesu asifiwe. Amen. My last point ni hii. Nguvu inayokaa ndani yako ambayo ni nguvu ya Roho Mtakatifu inaitwa dunamis and exousia. Inasababisha kuwa na uwezo wa kuishi kwa neno. Inaitwa God's word. Linakusababisha uishi kwa maneno ya watu. Inasababisha uishi kwa neno la Mungu peke yake. Yaani watu hawatakulaghai. Watu hawatakudanganya kwa maneno yao. Bali wewe utadumu kwa neno la nani? Kwa neno halisi la nani? La Mungu. God's way. God's way. Anasema inakuwa described as a power tool that can inspire, guide and transform lives. Inabadilisha maisha, inalinda. Hasa hiyo nguvu inakupa nafasi ya kuamini neno la Mungu. Amen. Kwa maana ya exousia na nini? Dunamis. Power and authority. Inakupa hapo. Hebu twende pale. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4 na Waebrania 4:12. Waraka wa pili wa Timotheo 3:16. Zaburi 119 mstari wa 105. Luka sura ya 11 mstari wa 28. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 na Mathayo sura ya 24 mstari wa 30 ngapi? Na 5. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4 anasema hivi, naye akajibu akasema, imeandikwa. Keep it in a recording effectively. Anasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kwa nani? Katika kinywa cha Mungu. Sio jambo la kawaida. Lazima uwe na nguvu na nini? Na mamlaka. Amen. Huwezi kumjibu hivyo mtu bila kujua kuwa na hiyo nguvu ya Holy Spirit, ambayo naamini neno ni uwezo wangu. Neno la Mungu ni mavazi yangu. Neno la Mungu ni afya. Neno la Mungu ni chakula. Neno la Mungu ndio ada yangu. Neno la Mungu ndio biashara. Neno la Mungu ndio ofisi yangu. The word of God. Amen. Anasema akajibu akasema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Yaani hataishi kwa ajira tu. Hataishi kwa mshahara tu.
bali kunazo akili. Tunazo akili. Tunazo akili. Hizo akili za uweza. Hebu tuende Zaburi 119 wanangu, mstari wa 105. Tuangalia pale. Dunamis vis-a-vis exousia. Nguvu inaishi ndani ya mtu. Amen. Hallelujah. In general, tungeweza kusema tunapokwenda kumalizia Zaburi 105. Umefika wanangu? Soma. Tuendelee. Inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Na mwanga wa njia zangu. Na mwanga, neno la Mungu linanifanya nisiende sehemu. Kwa hiyo in general, kama unaandika hitimisho, mimi ningeandika pale kwa hitimisho. Hitimisho, dunamis vis-a-vis, yani dunamis na exousia. Hitimisho, msilale hitimisho, hii itakusaidia. Kwa hiyo hitimisho, tuje kwenye hitimisho. Hii ni conclusion. Tunaposema dunamis, tunarudi kwenye hitimisho, kwenye umaana halisi. Tena, ili ukae vizuri, usiniulize maswali baadaye. Baba, msija kuelewa. Ikiwa na maana tukasema ni power to act something. Ability. Unakumbuka vizuri? Strength. Unakumbuka? Au might. Tukaona nyoka aliyoshika Musa ekameza nyoka zote za wachawi. Tukasema kila biashara unaianzisha pale, wewe umeanzisha na dunamis na exousia, sio? Hata kama mtu ataanzisha biashara hapa jirani, usiogope, kwa sababu lazima italiwa na nguvu ulionayo ndani. Ya mimi ndogo sana, yani najua. Amen. Hasa kwa muktadha huu, context yake, muktadha wake ni huu. Often neno hili linatumika sawa kwenye muktadha wa nguvu za asili za Mungu ambazo zinakaa ndani ya mtu, zinaitwa supernatural power. Amen. Muktadha wake ni huu. Mimi ningeandika nguvu za asili zinazokaa ndani. Yaani unapompokea Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anapoingia ndani, kinachofanyika ni hivi, Richard, pastor. Matengenezo Roho Mtakatifu anayafanya, kwa sababu kwenye familia yenu wewe ni might, wewe ni kiongozi. Kwa hiyo anazalisha ile nguvu ya uongozi. Kwa hiyo ghafla unashangaa, unakuta kwamba kuna jamaa ni kiongozi sasa. Ni nani aliyekuwa kiongozi? Hiyo tunasema kwa muktadha wake. Context yake inasema neno hili linatumika kama supernatural power. Ni nguvu ambayo ya asili, nguvu itendayo kazi. Lakini miracles ni watu ambao, Pastor Richard, ni watu ambao unasikia watu hawa, yule mtu ana muujiza. Muujiza ifike hivyo. Ni mpaka hiyo nguvu ya dunamis ambayo ni mighty inakuwa ndani ya mtu. Anasema inabeba supernatural power, inabeba miracles. Amen. Au tunasema nguvu halisi ya Roho Mtakatifu, pure power of the Holy Spirit, ambao wewe kumbuka aliyatamia maji yanatamiwa kabisa. Adui ya kuweza kuingia, ambaye ni giza, unakumbuka vizuri? Adui ya kuingia pale. Na kilichofanyika, vitu vikatokea, ni kwa sababu gani? Ya Roho Mtakatifu. Nuru ikaonekana, mambo yakafanyika. Iwe kwako in Jesus mighty name. Mfano, Yesu aliponya wagonjwa, alifukuza mapepo, casting out demons, na kufanya miujiza mingi, ambayo hiyo miujiza yote, yani kutoa mapepo, amen, kuponya na kufanya miujiza mingi yote ambayo umesoma kwenye Biblia. Kilichomsaidia Jesus ndio hiyo nguvu ya dunamis. Mpigie makofi. Kwa hiyo nguvu ya dunamis ni kuiomba lazima. Pastors, mnaelewa vizuri? Unaweza kuwa na huduma ambayo haina muujiza kwa sababu huna power, huna dunamis power. Amna. Unaweza kuwa kwenye ndoa ukashindwa kuombea mpaka watoto wako. Biashara unashindwa kuombea mpaka mchungaji aje. Kuanzia sasa, mimi naachilia mamlaka hiyo ndani yangu iwe kwako. Hallelujah. Utakapoomba kitu kitokee, utakapoombea chochote kitokee, yani uwezo wa Mungu onekane kwa
kwenye lile unalokwenda kuliombea, kwenye yule unalotamkia. Power for dunamis. Kwa Yesu mwenyewe aliishi na hii kitu. Mathayo 12:28 kwenye context hapo 12:28 na Mathayo 10 mstari wa kwanza, Marko sura 5 mstari wa kwanza mpaka 8. Andika moja tuangalie Mathayo 12:20 ngapi nimesema? 28. Anasemaje? Kama umefika faster, tunaangalia context, muktadha wa neno lenyewe. Kwa hiyo muktadha, Biblia inasema, sikiliza pasa mbele. Utanisikiliza kwa makini kwenye muktadha, unisikilize kwa makini ili kwamba siku yake hata kama nisipokuepo ukasimama hapa ujue ninachokufundisha hiki. Nafundisha na maana. Mnisikilize kwa makini wachungaji hapa. Iko hivi, nimesema tunaangalia muktadha. Yesu alikuwa akiponya wagonjwa. Yesu alikuwa akifukuza mapepo. Ndani yake kilichokuwa kinafanya hiyo kazi ni nguvu inaitwa nini? Dunamis. Kazi ya dunamis ni kutenda miujiza, kufanya mambo in extra way. Kumbuka, Mungu anaweka vitu tangia kuzaliwa. Baadaye nitawafundisha viongozi, mtaelewa vizuri sana. Sawa? Sasa unasikia nini kutaja mbele yenu? Nisikie kuna andiko linakwenda kutajwa hapo. Tunaangalia Mathayo 12:20 ngapi? 28 anasema hivi, lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekwisha kuajilia. Neno ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia, Pastor Richard. Maana yake nini umekwisha kuajilia kwenu? Kilichoajilia nini hapa nini? Ni nini? Yes, sema kwa sauti kusikia. Dunamis. Amesema ikiwa mimi natoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia nini? Maana yake dunamis imekwisha kuajilia. Anaelewa? Sema amina nguvu. Maana kama dunamis imekujilia wewe, tayari una uwezo wa kufanya miujiza. Tayari una uwezo wa kufukuza mapepo. Yaani jina la Yesu ni kama msukumo, lakini mapepo yanakuona na kwamba huyu hapa ana power ya ziada. Yaani huyu ana power ya ziada. Hiyo ni dunamis, kwa sababu ufalme wa Mungu umekujilia wewe. Bado hamjaelewa? Alinielewa? Usinyoshe mkono tu. Alinielewa? Nyosha mkono kweli kama unaelewa. Niongeze mfano mwingine. Mwanangu twende Marko sura 5. Andika bala nipendaga sana. Marko sura 5 mstari wa kwanza mwanangu, mpaka ule mstari wa 8. Achana, twende Marko sura 5 hiyo. Twende mstari wa 30 mwanangu. Hapo nataka nisome, lakini hebu nisome kwanza hapa. Marko sura 5 hiyo 5 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Twende akasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya nani? Ya Wagerasi. Kumbuka Yesu alisema alikuwa anatoa mapepo kwa Roho Mtakatifu. Tunakubaliana vizuri? Tunakubaliana? Lakini anasema ikiwa mimi natoa mapepo kwa nguvu ya Roho, ufalme wa Mungu umefanya nini? Umetujilia sisi, ambaye ndio dunamis. Ndio dunamis imetujilia. Anasema alipofika pale ng'ambo, kuna jeshi pale. Liko jeshi pale. Twende mstari wa 2 mwanangu. Soma mwanangu nisikie vizuri. Na alipokwisha kushuka chomboni, alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini. Twende kwa Kiingereza pale, mimi niangalia kwa sababu nilifundishwa sana kwenye eneo hapo. Nataka tuangalie dunamis, kingdom of God. Yaani ufalme wa Mungu. Sisi wakati Yesu Kristo akiwa kwenye dunia na tulipompokea tumepokea dunamis. Wanda asa nategemea kutofautisha dunamis yenyewe. Kuna watu wajui. Anasema hivi, anasema and when he was come out of the ship, when he was coming out from the out from the ship, immediately there met him out of the tombs a man with unclean spirit,
Unclean spirit. Ndio basi unclean spirit ndio pale unasemaje? Mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Anasema makao yake yalikuwa pale makaburini. Who had his dwelling among the tombs. Wala sio kaburi moja, makaburini. And no man could bind him. No, not with chains. Manake nini? Kumbukeni sasa, mnisikilize vizuri Pastor Mbelini Maisani. Unisikilize vizuri hapo. Nikasema kama nakumbuka Dunamis, shetani pia ana nini? Ana power. Mnakumbuka vizuri? Huyu mtu ana mapepo, na Biblia inasema alikuwa akikata minyororo. Sio kawaida hiyo. Yale shetani anaweza kaonekana kwa nguvu. Anaweza kapasua milima mbele yako, mtelling you. Lakini shetani anaweza katokea kwako akafanya muujiza, bado ni shetani. Oh yes, nasikia kuna sauti za wanafunzi kwa safe. Oh yes, body pa. Nasikia. Si mnanielewa? Mnanielewa? Utofauti wake ni huo, wewe kati ya muujiza unaotokea hapo na muujiza ambao inawezekana usitokee. Tofauti yake ni uvumilivu. Kwa muujiza wa shetani hapo kwa muujiza wa Dunamis ambao unabeba utele wa Roho Mtakatifu, unasubira. Na ukitokea huu muujiza, hakuna anaweza tena kuiga. Oh yes. Watu wangepiga makofi. Bila shangaa, piga makofi hapo. Yaani muujiza unatokea, unazuia muujiza wa mapepo, muujiza wa mganga, muujiza wa shirikina, muujiza wa chawi, unazuia. Yaani kuna muujiza mmoja tu Pastor Mbelini alifanya, walipojaribu ukashindikana. Hii ndio naieleza. Ndio nasema the kingdom of God now imewadia ndani yenu. Maana hakuna kutuiga sisi. Hakuna atakapokuja kuiga nyumba yako, maana yake ataiga tu kwa nguvu za kwake na fedha alizokuwa nazo. Lakini wewe una extra Dunamis, una extra power ya kufanya marekebisho tena, kiasi kwamba mtu mwingine hataweza kuiga. Unaelewa? Nataka niwe kama dada Edina. Dunamis ni kubadilisha. Ngoja nitanua mafuta afu nitaombea na nitaandika Dunamis power. Mtakuwa mnapaka. Hiyo mnaelewa vizuri. Hapo mwingine ataandika baba exousia power, mwingine Dunamis power. Mwingine ataandika baba tunafanya biashara, uongo kweli? Mwingine energy. Maana kuna watu waelewaji. Watu wanapanga foleni miaka na miaka wananunua maji upaka. Hata wana sisi tunafanya tu Westfield. Lakini kama mtanielewa sitafanya hivyo. Nipigeni makofi. Kwa sababu nataka kushuhudia. Nataka nione muujiza ile tunasema Dunamis power ndani ya Patricia. Ninapokwenda kuona duka lake, naona ni duka lake si la kawaida. Haleluya, ameajiri wafanyakazi, anawalipa wafanyakazi. Kinachotenda kazi katika ile duka ni Dunamis. Sio nguvu ya kawaida. Yaani mtu akijaribu anapoteza mtaji. Mtu akiingia lazima. Dunamis power ndio inafanya Yesu atembee kwa nini? Pigia makofi Jesus wangu jamani. Petro alipomwambia na wewe sasa njoo, akaona akasema by my Dunamis njoo. Aliporudi kwenye power yake kawaida, Petro maji niokoe Bwana. Sikiliza, Dunamis, you are so lucky you guys here. I don't know kama naongea na mtu hapa. You are so lucky. Hallelujah. Asema endelea mwanangu, tena speed pale kwa sababu kuna eneo nataka nifundisha Pastor Mbelini na wachungaji utanielewa kwenye point ya muhimu. Ndio utanielewa. Mstari wa 4. Dunamis inatoka. Baadaye mtaniandalia vijana wa vivu na Pastor Wilson yuko hapo. Mtaniandalia vijana wafundishe vizuri. Dunamis inaondoka ndani ya mtu. Dunamis baba ikiondoka ni shida kuirejesha. Ni shida wa mama ikiondoka Dunamis.
Ndio kuna makanisa mengi wamama ni wavivu, wamama wanasimama ovyo ovyo vimbelembele kwa sababu hakuna dunamis ndani. Tutakwenda kuiona hapa. Endelea kwa speed ya kama yangu pale tumalizie. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo, na kuzivunja zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Ndio, hakuna mtu, there is no power. Hakuna nguvu ambayo inaweza kumkamata na kumweka chini. Hebu angalia, shetani ana nguvu, sivyo? Na watu wanasema shetani ana nguvu, anasema shetani ana nguvu, anasema ni kweli. Watu sibishane, mimi naamini kabisa. Lakini mimi naishi kwa nguvu ya dunamis. Ndio maana mshinda shetani. Hallelujah. Somebody say amen. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Twende mwanangu mzuri. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio, akamsujudia. Kwa nini alimsujudia? Ni kwa sababu ya ile nguvu ya dunamis. Ananielewa sababu na nguvu? Hakumsujudia Yesu, alishuhudia nguvu ya dunamis ambayo ni kingdom of God ambayo iko ndani ya Yesu. Na Yesu anasema Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Sasa naachilia kingdom, naachilia ufalme wa Mungu kwenye maisha ya Richard, kwenye maisha ya Apologina. Ninaachilia. Hawatakimbia tena kwa manabii kwenda kuombewa. Watakwenda kwa manabii kuuliza, na manabii watawapeni njia. Watasema njia ni hii hapa, lakini hautaombewa na nabii. Nabii ni mwalimu, atakwambia fanya hiki, fanya kile, ufanye hiki au kile usifanye. Nani ananielewa? Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. There is a power of dunamis. Sasa twende kwa 70 kwa mbele, nisikilize vizuri. Twende Mathayo hiyo pale mwanangu, nenda mstari wa 30. Kule mbele ukisoma vizuri my daughter, anasema akamsujudia. Na wale lile jeshi la mashetani likasema, una nini na sisi Yesu? Mnaelewa vizuri? Una nini na sisi? Karibisha mtu wa Mungu. Una nini na sisi Yesu? Akauliza nini ni kina nani? Wakajibu sisi ni Legion. Maana Legion ni jeshi kubwa. Wachawi wanafanya kazi kwa umoja. Washirikina wanafanya kazi kwa umoja. Mashetani yanafanya kazi kwa umoja. Wafanyaji peke yao. Wao ni jeshi kubwa. Ukisikia sisi tunaweza, sisi tunafanya hivyo, ujue ni jambo jingine. Amen. Nataka hapo twende kwenye context kwa muktadha ule muhimu. Twende mwanangu ile 5:30. Anasemaje? Biblia inasema, mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka. Kumbuka sasa Mathayo hiyo Marko sura 5 ule mstari wa 25 mpaka 30. Biblia inasema hivi, palikuwepo na mwanamke mmoja aliyotokwa na damu miaka 12. Na pale kuna kanuni za miujiza 5 anazifundisha. Njia 5 za miujiza, wangapi nakumbuka? Mwangapi nakumbuka? Okay, sitaki kusema hivyo. Biblia inasema yule mama alitoka na damu ya 12. Anasema ndani yake akadhamiria, akasema nitakwenda, nitalikamata vazi lake tu, lakini sitaiteni maombezi yake, bali nitakamata vazi, upindo wa vazi lake. Biblia inasema aliposhika upinde wa vazi la Yesu nguvu zake zikafanyaje? Kwa kilichomtoka Yesu ni nini? Nini? Dunamis. Maana yake nini? Watu wanapoteza dunamis. Mtu anapozini, unapolala na mwanamume, unapolala na mwanamke, kama ulimpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ndani kuna ufalme tumeambiwa unakuwa ndani yako. Kwa hiyo tendo moja la zinaa unapoteza dunamis. Biashara zendi. Wauliza sawa wachezaji mpira nakwambia. Wanakuambia kabla ya mechi usilale na mwanamke. Kwa sababu power. Kumbuka nisema supernatural nini?
Wangapi wanakumbuka? Supernatural. Ndio maana hata ukiwa mchungaji, lazima ufahamu wachungaji. Kuna wakati wa kuhudumia madhabahu ya Bwana, lazima utunze dunamis. Wa mama ambao mnatumika kwenye madhabahu, lazima muwe na uwezo wa kutunza dunamis. Sasa msiniambie hivi. Mungu awabariki sana. Ninatamka nguvu ya dunamis juu yenu. Ninatamka nguvu ya dunamis juu yenu. Natamka dunamis kwenye biashara. Natamka dunamis kwenye biashara. Natamka dunamis kwenye ndoa. Natamka dunamis everywhere. In the name of Jesus. Hiyo nguvu ivuke nguvu za mashetani. Hiyo nguvu ivuke nguvu za walozi. Nguvu zonazo zikavuke nguvu za kila wasoma nyota. Wewe wa juu sana katika jina la Yesu. Wewe wa juu sana katika jina la Yesu. Watakapokujaribu wao wajaribiwe. Watakapofanya hiana wao wafilisike. Naamuru dunamis power in the name of Jesus. Wherever you go, go with it in the name of Jesus. Whatever you do, do with it in the name of Jesus. I command dunamis power all over your life. In the name of Jesus.